Kupitia muunganiko huu tumefanikiwa kuhuisha programu za malezi ambazo zimesaidia kupunguza wimbi la vijana kujiingiza katika makundi hatarishi, kuwajengea kiimani, kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu na kuongeza nguvu zao katika masomo, tafiti na huduma za kijamii. Pamoja na mafanikio hayo, safari hii ya mabadiliko ya vijana bado inakabiliwa na milima inayohitaji ushirikiano wa wadau wote, na hizi ni sehemu ya changamoto kubwa zinazotukabili. Kwa upande wa malengo ya muda mrefu, taasisi yetu inakabiliwa na uhaba wa miundombinu muhimu, ikiwemo eneo kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha elimu, ofisi za tamsia pamoja na hostel za wanafunzi. Mahitaji haya yamechochewa na ongezeko kubwa la udahili wa wanafunzi, hali inayozidi kuongeza msongamano katika malazi ya ndani ya vyuo. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya wanafunzi hulazimika kuishi katika mazingira yasiyo salama na rafiki kwa maendeleo ya kitaaluma na kimaadili. Pamoja na uwepo wa changamoto hizo, bado vijana wa Kiislamu wakisimama imara katika kujifunza, kutekeleza na kuishi kwa mujibu wa mafundisho na miongozo ya Kiislamu wana nafasi kubwa ya kuwa nuru ya jamii. Ujana ni kipindi cha nguvu, ubunifu, ndoto na maamuzi muhimu ya maisha. Katika Uislamu, ujana una thamani kubwa sana. Vijana sasa wasiingie katika mambo ya hovyo, ya ukahaba na mengineyo. Vijana sasa wa kiume wasiingie katika yale mambo ambayo ni ya kishenzi, ambayo sasa hivi yanasambaa duniani, mambo ya ushoga. La kwao ni kuoa, sio kuolewa. Mwanaume haolewi. Kwa hiyo hilo liingizeni akilini vijana, kwamba vijana wa kiume mnatakiwa muoe, sio kuolewa, na katika kufanya hivyo tunapoteza hata nguvu kazi za taifa letu katika ibada ya Mola wake. Kwamba kumbe basi ukiwa kijana na ukajiweka karibu na Mungu, ibada zako wewe basi ni za daraja la juu mno kuliko hata yule mtu ambaye anaona sasa mimi umri umekwenda, kaburi liko jirani na mimi, ndio nianze kufanya ibada. Wewe una daraja kubwa sana kutokana na mafundisho na miongozo hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vyetu vikuu vijenge vijana wazalendo kwa nchi yao, visijenge vijana wenye dini mbili, yaani sio ndumi la kuwili, sio vijana maslahi, bali vijana wenye kujenga ushawishi wa uchumi wa wenzao, wenye maono na ndoto za kweli, ambapo kimwangalia usoni na matendo yake vinafanana. Sio kijana ambaye ukiongea naye asubuhi, jioni anaongea jambo lingine. Kijana wa namna hiyo anayekosa msimamo thabiti, huyo hawezi kuijenga nchi. Vijana ambao wanaamini katika amani na utulivu, kwa sababu ndoto zao kubwa kutokana na fursa ya utulivu na mshikamano. Penye mshikamano na amani ndio panaweza tukafanya fursa zetu ambazo leo mmeziongea. Mmesema mnataka kufuga, basi mtafuga mahala palipotulia. Ndoto zao za kesho na watoto wao, lazima tujenge vijana wa vyuo vikuu wenye kuhoji kwa nini tuivuruge nchi yetu, wenye kuhoji na wenye kudadisi kwa nini tuivuruge nchi yetu. Tunataka vijana ambao wanahoji maswali magumu kuhusu mustakabali wa nchi yao, na maswali magumu wawahoji watu wanaosema tuvunje amani, wanaosisitiza migogoro baada ya kusisitiza utulivu, wanaosisitiza kufanya siasa za matusi baada ya siasa za hoja, wanaosisitiza siasa zenye mgawanyo baada ya kuwa siasa za umoja. Tunataka vijana wasio waoga kuisemea nchi yao. Tunataka vijana ambao leo wakitoka hapa kama wanafunzi wa vyuo vikuu wakumbuke kwamba Mwalimu Nyerere alisema hawana nchi nyingine zaidi ya nchi yao ya Tanzania, na wakumbuke maneno ya muasisi wetu Abeid Karume aliyesema umoja ndio wenye nguvu, tukiendelea kugawana hatuwezi kuijenga Tanzania yetu. Kudumisha na kuelewa kwamba elimu mwanzo wake mkubwa ni kutokujua mambo. Mwanzo mkubwa wa elimu ni kutokujua mambo. Vijana ambao wanaweza kusoma
maandiko mbalimbali na vitabu mbalimbali ili waweze kugundua na kuhoji kwa taarifa nyingi walizonazo. Kijana anayekosa taarifa hawezi kusimama mbele ya watu akatoa taarifa. Haya tunayoyaona yanaendelea kila siku, tuko haja na tunayaona, na kama vijana wa Kiislamu hatutaki kuwa miongoni ya watu wanaofanya mambo kama haya. Ndiyo maana leo hii tuna kongamano kama hili hapa limefanyika Mbeya. Kongamano kama hili katika mikoa 27 ya kitamsia yanafanyika mara kwa mara kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwasihi vijana wa Kiislamu kuwa katika mstari wa sahihi. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.